بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حمد الله سبحانه وتعالى kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo biidhnillahi karim, ikiwa ni mwezi 27 wengine 26 katika mwezi wa Dhulqaada mwaka 1446 Hijria, sawa na tarehe 25 mwezi huu wa 5 Mei mwaka 2025 miladia. Tumeonelea kutokana na masiku yanayofuata ya mfungo tatu, kuna ndani yake masiku ya kuchinja ambao ni yaumun nahar, mwezi 10 au tarehe 10 katika min Dhulhijja, kadhalika na zile ayamu tashrik. Na tushai kusoma sisi risala kuhusiana na hukumu ya masiku haya na fadhila zake. Leo risala hii itakuwa inajikita zaidi katika masuala ya kuchinja. Ndio maana risala yenyewe iko na jina ahkamul udhiya, hukumu za kuchinja. Na unaona hata hiyo picha yenyewe imewekwa hapo, visu vikali kwenye kupata kwa ajili ya kuchinja wanyama, visu viwili na kuna kinoleo, sio naam, ambao risala hii imeandikwa na Sheikh Ibrahim ibn Abdullah al-Mas'ud. Asli yani ni kama karatasi tu matawiyat, yani kama karatasi zile kama vijarida vile vya kunja, lakini sisi tumetoa mfumo wa risala kwa ajili ya kusoma. Anasema katika risala, bismillahir rahmanir rahim, karatasi nambari 2: alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Al-muqaddima ni maarufa, inajulikana. Anasema al-udhiya, sisi tutaanza. Al-udhiya, kuchinja, ni ismun, ni jina lima yudhbahu min al-an'am, ni jina ambalo katika yale au katika kile ambacho chenye kuchinjwa katika wanyama, bisababi Eid al-Adha, kwa sababu ya Eid ya mfungo tatu, taqarruban ila Allah ta'ala, kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah aliyekuwa ametukuka. Kwa hiyo al-udhiya maana yake ni ismu, ni jina lima yudhbahu min al-an'am, kwa kile ambacho chenye kuchinjwa katika wanyama. Na hao wanyama wenye kuchinjwa ni wanyama maalum, atawataja bisababi Eid al-Adha, kwa ajili, kwa sababu ya Eid ya mfungo tatu, Eid ya kuchinja. Na mtu anafanya hivyo taqarruban lillahi au taqarruban ila Allah ta'ala, kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah aliyekuwa ametukuka. Wa hiya, nayo hiyo ibada ya kuchinja, mashru'atun bil kitabi was sunnah wa ijma'i al umma. Mashru'atun, imehalalishwa ibada hiyo ya kuchinjwa, bil kitabi was sunnah, manake imekuwa sheria katika kitabu na sunna, Qur'an na hadithi, wa ijma'il umma, na makubaliano ya wana wa chuoni, na makubaliano ya wana chuoni. Qala Allah ta'ala, amesema Allah aliyekuwa ametukuka, fasalli li rabbika wanhar, fasalli li rabbika wanhar, sali kwa ajili ya Mola wako mlezi, wanhar,
na chinja kwa ajili ya Mola wako mlezi. Kwa maana asli ya hii ibada iko katika aya hii. Asli ya hii ibada iko katika aya hii. Maana yake fasalli li rabbik, ay sali kwa ajili ya Mola wako mlezi. Ndio ile salatul Eid. Ndio ile swala ya Eid tunaswali kwa si hivyo. Baada ya kushaswali wanhar, ay wanhar li rabbik, kadhalika chinja kwa ajili ya Mola wako mlezi, kwa sababu kuchinja ni ibada. Ndio maana baada ya swala tunaelekea katika kufanya ibada ya kuchinja. Imeleka, na hii ndio asli aya, ndio asli ya kuswali swala ya Eid, na hii ndio asli kadhalika ya kufanya ibada ya kuchinja. Waqala ibn Umar, na akasema ibn Umar radiyallahu anhuma, aqama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alikaa mtume sallallahu alayhi wasallam bil madinati, Madina 10 sinina yudahi. Alikaa mtume sallallahu alayhi wasallam Madina miaka 10, miaka yote 10 ilikuwa ikija idi hii ya mfungo 3 yudahi, anafanya nini? Anachinja. Ahmad wa Tirmidhi, alipokea Imam Ahmad kadhalika Imam Tirmidhi. Hiyo ni katika hadithi. Kadhalika wa Anas, kutoka kwa Anas radhiyallahu anhu qala, amesema dhaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bikabshayn amlahayn aqranayn. Dhaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alichinja mtume sallallahu alayhi wasallam, alidahi Kiswahili kingine, mtume sallallahu alayhi wasallam bikabshayn, kondoo wawili, amlahayn, ambao amlahayn, neno hili wanasema wale shurahul hadith ni kuwa amlah maana yake ni kuwa bayadhuhuma akthar min sawadihima, weupe wao ni zaidi kuliko weusi wao. Maana yake ni kondoo ambaye amechanganyika weupe na weusi, lakini weupe ni mwingi. Pia baadhi wanachoona nasema kwa hapana, bali ilikuwa ni al-abyadun naqi, ni weupe wote ndo amlah. Lakini sasa tafsiri nyingi imekwenda kwa maana yake ni kondoo mweupe mwenye michirizi meusi. Pia wengine wakasema ni rangi ya kijivu, maana yake imechanganyika na nyeupe na nyeusi. Ala kulli hali ndio hiyo. Aqranaini, ambao wana pembe mbili kubwa, wanasema wengine ilikuwa pembe mbili kubwa, wengine wanasema pembe kubwa mbili. Sawa, wanasema hivyo, lakini ni pembe kubwa mbili. Kwa hiyo ni sunna pia yule mnyama ambaye utamchinja akiwa na pembe, si lazima. Dhabahahuma biyadihi, aliwachinja kwa mikono yake miwili mtume sallallahu alaihi wasallam. Dhabahahuma, aliwachinja kondoo wawili, biyadihi, kwa mkono wake au kwa mikono yake. Kwa wasamma, akasema bismillah mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuwachinja, wakabbara, na akaleta takbir, manake bismillah Allahu akbar, akachinja. Kwa hii ni sunna, unasema bismillah, sawa, kisha unasema Allahu akbar. Wa wada'a rijlahu, kisha akaweka mguu wake mtume sallallahu alaihi wasallam ala sifahihima, katika shingo zao, kwa sababu sifah maana yake ni a'naquhuma, katika zile shingo zao. Umefahamu kuna kuchinja mbuzi, sio? Si unamwekea mguu vile, sasa kaeka mguu. muttafaqun alayhi. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى الحنبلي في المغني, amesema al-Imam Ibn Qudama Allah mrehemu katika kitabu chake al-Mughni, ajma'a al-muslimuna ala mashru'iyyati al-adha, au ajma'a al-muslimun, anasema ajma'a al-muslimuna ala mashru'iyyati al-udhiyya,
wamekubaliana waislamu, ajma'a almuslimun, wamekubaliana waislamu wote ala mashru'iyyati al-udhiya, juu ya uhalali wa kufanya ibada ya kuchinja. Maana ni jambo limewekwa sheria kwa ijmaa ya maulama. Kwa hiyo utaona katika Qur'ani imethibiti, katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam imethibiti, kadhalika katika ijmaa ya wanachuoni. Kwa hilo jambo ni mujma'un alayhi, jambo ambalo wamekubaliana wanachuoni juu yake. وقال ابن حجر في الفتح، na akasema Ibn Hajar katika Fath, yani Fathul Bari, wala khilafa fi kauniha min shara'i ad-din, wala khilafa, wala hakuna tofauti baina wanachuoni fi kauniha, kuwa kwake hilo jambo la kuchinja min shara'i ad-din, ni katika sheria ya dini. Hakuna sasa khilafa kwa jambo la kuchinja kubahi katika Idi ya mfungo tatu, kwa ni jambo ambalo limethibiti katika dini, hakuna khilafu. Kwa hiyo ndio al-udhiya kwa ufupi sana ameelezea, kwa sababu asili ni kijarida, anaelezea kwa ufupi tu ile. Kwa hapa pointi ya mwanzo tunapata kwa hili jambo limethibiti katika nini? Qur'an na Sunna. Fasalli rabbika wanhar, hata katika sura al-Kauthar. Vijana wakwambia mpaka katika humu sura za juzu amma. Kadhalika imethibiti katika hadithi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam miaka yote 10 aliyoishi Madina, alifanya nini? Miaka yote 10 aliyoishi Madina ilikuwa anachinja. Kadhalika imethibiti katika muttafaqun alayhi ala al-Bukhari wa Muslim au inda al-Bukhari wa Muslim, kuwa alichinja Mtume sallallahu alaihi wasallam kondoo wawili. Kadhalika amenukuu al-Imam Ibn Qudama ijma' ya wanachuoni kuwa hakuna khilafu kuhusiana jambo hili. Kadhalika al-Imam Ibn Hajar. Hiyo ni kwa ufupi sana. Jambo la pili, thania, hukumu al-udhiya. Ni nini hukumu ya kuchinja? Nini hukumu yake? Ni lazima, ani maana yake ni fardhi au ni wajibu au ni sunna au ni vipi? Ikhtalafa al-ulama fi al-udhiyati ala qawlihi, wametofautiana wanachuoni kuhusiana na kuchinja ibada ya al-udhiya juu ya kauli mbili kuu. Kuna kauli ya kwanza kuwa ni wajibatu, ni lazima kuchinja, maana yake kama kuchinja unapata dhambi, na kauli nyingine wa sunnatu muakkadatu, ni sunna yenye kugogotezwa, ni sunna yenye kutiliwa mkazo kwa lugha nyingine. Kwa kauli ngapi? Kauli mbili. Warajihu, na kauli ambayo yenye nguvu, huwa anna al-udhiyata, ni kuwa hiyo kuchinja, ni kuwa kauli yenye nguvu, anna al-udhiyata, kuwa kuchinja wajibatu, ni lazima, ala al-mustati'i, lakini kwa sharti, bisharti, kwa sharti, kwa yule mwenye uwezo ni lazima achinje. Na hii ndio kauli ambayo yenye nguvu. Kwani ufanye ubakhili? Una uwezo wa kununua kanzu 200,000, kwa nini ushindwe kununua mbuzi 1,500,000 au 200,000 kuchinja? Kwa hiyo ni lazima kwa yule mwenye uwezo. Wa huwa qaulul Auza'i, na hii ndio kauli ya Imam al-Auza'i, Imam ahli Sham rahimahullah ta'ala. Kadhalika al-Imam wal-Laythi, al-Imam al-Laythi al-Misri rahimahullah ta'ala. Kadhalika, na hiyo ndio wa madhhabi Abi Hanifa, kadhalika ndo madhhabi ya Abu Hanifa, au wa madhhabu Abi Hanifa, ndio madhhabi ya Abu Hanifa. Huwa qaul al-Auza'i wal-Laythi wa madhhabu Abi Hanifata, na hiyo ndio kauli au ndio madhhabi ya Abi Hanifa. Al-Ahnaf, Hanafiya, wamekwenda na kauli kwa ni lazima. Wa riwayatun an Ahmada, na hiyo ni riwaya kutoka kadhalika kutoka kwa Imam Ahmad, kadhalika wa Ibn Taymiyyah, na hiyo ndio kauli wa Ibn Taymiyyah, ndio kauli ya Imam Ibn Taymiyyah. Waqala, na akasema al-Imam Ibn Taymiyyah, huwa ahadul qawlayn, na hii ni moja katika kauli mbili,
fi madhhabi Maliki, katika madhhabi ya Imam Malik pia wana kauli kama hii, au dhahiri madhhabi Malik, au ndo kauli iliyo dhahiri katika madhhabi ya Imam Malik. Waqala Ibn Taymiyyah, na kadhalika akasema al-Imam Ibn Taymiyyah, wa wujubuha, na uwajibu wake, wa wujubuha, na uwajibu wake kuchinja kwa yule mwenye uwezo, mashrutun, jambo hili lenye kuwekewa masharti, ni lenye kudhibitiwa, bi an yaqdira alaiha, awe yule mtu ni mwenye kuiweza, ni mwenye uwezo na huko kuchinja, fadilan an hawaijihi, awe ni kuwa awe ana hakiba, fadilan atoe huko kuchinja, awe hali ya kuwa na nini, fadhil, hakiba, akiwa na ziada na fadhil, maana yake awe na ziada, hakiba, an hawaijihi, na mahitaji yake ya lazima. Umefahamu sijui? Awe yule ambaye mwenye kuchinja ni mwenye uwezo ambao wa ziada kutokana na mahitaji yake. Mahitaji yake tayari yashafanya nini? Ameshayadhibiti mahitaji yake ya nyumbani na mahitaji yake mengine. Sasa ana uwezo wa ziada, huyu ataambiwa fanya nini? Achinje, kwa sababu ana uwezo wa ziada kutokana na nini? Mahitaji yake tayari ameshafanya nini? Ameshakamilisha pale nyumbani na mambo mengineyo katika majukumu. Kwa hiyo wa wujubuha, na wajibu wake jambo hili la kuchinja, mashrutu, ni lenye kuwekewa masharti na kudhibitiwa, bi an yaqdira alaiha, awe ni mwenye uwezo huyo mwenye kuchinja, fadilan an hawaijihi, awe ni mwenye ana ziada ya hakiba, kutoa, ana uwezo kuitoa, yani ana hakiba, ana ziada katika mahitaji yake ya lazima. Wa adillatul wujubi hiya, na dalili za uwajibu wa kuchinja ni hizi hapa. Ya kwanza, qala ibn Umar, amesema ibn Umar radiyallahu anhu au radiyallahu anhuma, as-sahabiy al-jalil, aqama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bil madinati, alikaa mtume sallallahu alayhi wasallam Madina 10 sinina yudahi, miaka 10 anachinja. Hadithi amepokea Imam Ahmad katika Musnad, kadhalika Imam Tirmidhi katika Sunan. Ma tarakaha, hajawahi kuacha mtume sallallahu alayhi wasallam, walau marratan wahidatan, hata mara moja hajawahi kuacha kufanya nini? Kuchinja. Hata mara moja mtume sallallahu alayhi wasallam hajawahi kufanya nini? Kuacha. Dalili ya pili, qauluhu sallallahu alayhi wasallam, kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam, ya ayuhan nasu, enyi watu, inna ala ahli kulli baitin udhiyatan, hakika juu ya kila watu wa nyumba fulani, udhiyatan, kuna kuchinja, fi kulli aami, katika kila mwaka kuna kuchinja, katika kila mwaka kuna kuchinja. Qala Ibn Hajar fi al-Fath, amesema maneno hayo al-Imam Ibn Hajar fi al-Fath, amenukuu hadithi hii kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, akawajibisha jambo hili la kuchinja katika kila mwaka, katika kila watu wa kaumu fulani, katika nyumba fulani wachinja. Ya tatu, dalili ya tatu, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kauli yake mtume sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana, anasema mtume sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan, yoyote atakayepata uwezo, ana uwezo, ni qadir, ni mustati', ni muti', ana uwezo wa kuchinja, ani saa, ana uwezo maana yake wa kuchinja, falam yudahi, kisha hakuchinja, fala yaqrabanna, basi kwa hakika asikaribie kamwe, musallana, musalla wetu, sehemu yetu ya kusalia katika uwanja wetu, asikaribie, asije huyu kusali hili. Ina haja gani kuja kusali hili na hali ya kuwa ana uwezo wa kuchinja na hachinji? Ndio yale anayosemwa na mashaka zetu. Kila siku mtu aulizia, vipi leo umechinjwa? Wewe uulizia kila siku, mbona wewe huchinji? Una dharura gani usichinje?
Kibuzi cha 1,500,000 cha kushinda wewe au 200,000, na hali ya kuwa una uwezo wa zaidi ya vitu hivi. Pengine wapokea mshahara wa ratibu shahri, wapokea salary ile 500,000, 400,000, 600,000, kisha washinda kuchinja mbuzi, au wanunua kanzu 100,000 washinda kununua mbuzi. Unajitilibesha ndani kama wasema Sheikh, milioni 1.5 au milioni 2, kisha kuna washinda kuchinja mbuzi. Tupunguze ubakhili. Hiyo dalili ya ngapi? Ya 3. Dalili ya 4, qala Allah Ta'ala, amesema Allah alikuwa ametukuka, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika, sali kwa ajili ya Mola wako mlezi, wanhar, na uchije kwa ajili ya Mola wako mlezi. Amara bin nahr ba'da as-salat, kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akaamrisha kuchinja baada ya sala. Umeona hii aya ikaanza na nini? As-sala kwanza. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema fasalli, sali, li rabbika, kwa ajili ya Mola wako mlezi, wanhar, kisha chinja kwa ajili ya Mola wako mlezi. Akaanza kwanza kusali kisha kuchinja. Maana yake amara bin nahr ba'da salat, akaamrisha Allah kuchinja baada ya nini? Ya kushaswali swala hii. Na hii ndio ilivyo katika swala hii. Nimeeleka hata kufungua kinywa tunatakiwa tufungue kinywa baada ya swala, tofauti na ile Eidul Fitr. Wal amru lil ujubi, na amri hapa katika aya hii ni kwa ajili ya uwajibu. Maana yake amri hapa yaktadhi lil ujubi, inapelekea na kuhukumu uwajibu, ni lazima kwa yule ambaye mwenye uwezo. Shika hiyo. Kwa hiyo katika kipengele cha pili tunapata kuwa ni lazima kwa yule mwenye uwezo kufanya nini? Kuchinja. Dalili ya 5, kauli sallallahu alaihi wasallam, kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man kana dhabaha qabla an yusalli falyadhbah makanaha, wa man lam yakun dhabaha hatta sallaina falyadhbah bismillah, muttafaqun alayhi. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man kana dhabaha qabla an yusalli, yoyote atakayekuwa ni mwenye kuchinja kabla ya kuswali, falyadhbah makana, basi achinje sehemu nyingine, sehemu yake ya hicho kichinjo. Maana yake yule atakayechinja kabla ya swala, kichinjo chake si kichinjo cha kudahi, si udhiya, bali itakuwa nini? Ni sadaka tu. Waman lam yakun dhabaha, na ikiwa mtu hajachinja hatta sallaina, mpaka sisi tukaswali swala ya Eid, basi falyadhbah bismillah, na achinje kisha aseme bismillah. Ndio